Wakati tukiendelea kuangazia matukio mbalimbali ya kimataifa, masuala ya kimkakati kujenga maridhiano pamoja na mshikamano wa kimataifa kufuatia kutamatishwa kwa uchaguzi mkuu uliofanyika mwezi Oktoba tarehe 29 mwaka 2025, ambapo Chama cha Mapinduzi kiliibuka kinara katika uchaguzi huo, huku Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ambacho ni chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania kikishindwa kushiriki katika uchaguzi huo moja kwa moja kufuatia madai ambayo waliyepeleka kwa serikali ya Chama cha Mapinduzi inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Madai hayo yalikuwemo mabadiliko ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na mapendekezo kadhaa, ikiwemo Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, wakihitaji marekebisho kadhaa katika tume hiyo ili waweze kushiriki katika uchaguzi huo. Viongozi wa chama hicho wamekuwa wakidai kwamba serikali inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan haikuwa sikivu dhidi yao na hivyo kujiondoa katika uchaguzi huo, huku wakiita kwamba uchaguzi utakaofanyika siku ya tarehe 29 ambao tayari umefanyika utakuwa ni batili. Maneno haya yakitolewa na viongozi kadhaa, ikiwemo mwenyekiti wa chama hicho Tundu Lissu ambaye sasa anakabiliwa na kesi ya uhaini. Tundu Lissu pamoja na Chadema walikuja na mkakati wakisema moja kwa moja kwamba bila mabadiliko hakutokuwa na uchaguzi, no reform no election, mkakati ambao kwa asilimia kubwa uliaminiwa na ufuasi wa chama hicho pamoja na baadhi ya Watanzania. Sasa kufuatia vurugu pamoja na maandamano ambayo iliibuka siku kadhaa, taasisi mbalimbali za haki za binadamu ulimwenguni zimekuwa zikitoa mashinikizo kwenda kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kufuatia matukio ya vifo pamoja na madai kadhaa. Katika taarifa ambayo pia ilitolewa na Umoja wa Mataifa siku ya jana katika kikundi kazi cha haki za binadamu, ambapo kiongozi wake mkuu Volker Turk alitaka uwajibikaji pamoja na uchunguzi wa kina juu ya madai ya vifo katika uchaguzi mkuu uliofanyika siku kadhaa zilizopita. Kufuatia kila ambacho kilizungumzwa na Umoja wa Mataifa, hii leo pia mezani kuna taarifa kutoka huko Amnesty International wakishinikiza dhidi ya uwajibikaji kwa serikali ya Tanzania katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Kwa mjibu wa kila ambacho walikiandika Amnesty International kupitia katika kurasa zake na ujumbe ambao ulitumwa dhidi ya serikali ya Tanzania, walisema kwamba uwajibikaji nchini Tanzania chini ya Rais Samia Suluhu Hassan, mamlaka ya Tanzania imekuwa ikifunga kimakusudi maoni ya kupinga serikali kwa kulenga wakosoaji wa serikali, wanahabari, jamii ya kiraia, watetezi wa haki za binadamu na sauti za upinzani. Tanzania inakabiliwa na mgogoro unaozidi kuwa mbaya wa haki za binadamu, na wanaeleza kwamba piga simu Umoja wa Afrika na Tume ya Afrika kwa haki za binadamu na haki za watu ili kuchukua hatua za dharura, wakieleza kwamba ni tatizo gani watu nchini Tanzania wamekabiliwa na wimbi la hofu na ukandamizaji ambalo lilianza muda mrefu kabla uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Tarehe 29 Oktoba, Rais Samia Suluhu Hassan aligombea nafasi yake ya pili katika uchaguzi ambao wagombea wawili wakuu wa upinzani walianguliwa kama sehemu ya ukandamizaji dhidi ya upinzani wa kisiasa. Na siku ya uchaguzi, maandamano yalizuka kote nchini Tanzania kwa kujibu ukiukwaji unaoendelea, na mamlaka zilikabiliana na maandamano hayo kwa nguvu, ikiwemo vifo, kulipua mabomu ya machozi na silaha nyingine ambazo zilionekana katika maandamano hayo. Siku hiyo waliweza kufunga mtandao wa mawasiliano kwa takriban siku 6. Mbali na macho ya umma, mamlaka zilifanya ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, mauaji kinyume na sheria, upotevu wa watu kwa nguvu, kuweka watu kizuizini kinyume na sheria. Hatua hizi ni sehemu ya kampeni inayoratibiwa ili kukandamiza maoni ya kupinga na kufunga sauti za upinzani wa kisiasa bila serikali inayowajibika. Haki kwa ukiukwaji huu inabaki nje ya uwezo, itadumu isipokuwa Umoja wa Afrika na Tume ya Afrika ya haki za binadamu na haki za watu wachukue hatua za maamuzi. Sasa hivi lazima tufanye chaguo, ama kuruhusu ukandamizaji kuharibu haki na uhuru wa msingi wa watu nchini Tanzania, au kupinga kwa kusimama pamoja nao. Unaweza kufanya nini sasa? Saini ombi leo na uambie Umoja wa Afrika na Tume ya Afrika ya haki za binadamu na haki za watu kuchukua hatua za dharura ili kumalizia na kulinda haki za binadamu nchini Tanzania. Pamoja tunaweza kusaidia kuleta haki na kurudisha matumaini kwa Watanzania.